Simama kidogo, fikiria mtu unayemjua. Tuseme rafiki yako, ndugu yako, au jirani uliyekuwa naye mtaani. Mlianza mahali pamoja, lakini leo yeye ana nyumba nzuri, biashara inayokwenda vizuri, familia iliyotulia na maisha unayoyaota usiku. Nawe bado unangoja, bado unasema siku moja. Je, kuna kitu alichopewa ambacho wewe hukupewa? Je, ana bahati ya pekee? Je, Mungu alimpendelea zaidi? Jibu ni hapana. Na leo tutafungua jicho lako uone ukweli ambao wengi hawapendi kukubali. Karibu sana kwenye chaneli hii, mahali ambapo tunazungumza ukweli wa maisha bila kusita. Kama ni mara yako ya kwanza hapa, habari yako sana na unakaribishwa na mikono miwili. Na kama wewe ni mwenzetu ambaye unarudi tena hapa, asante kwa uaminifu wako. Tunashukuru sana. Leo tunaingia ndani ya mada nzito, siri halisi ya watu wanaofanikiwa. Si bahati, si nasaba, si elimu tu. Kuna tabia, maamuzi na mtazamo fulani. Na leo utajua ni upi. Jambo la kwanza, wanaamua kabla ya kuwa tayari. Watu wengi tunangoja pesa ziwe za kutosha, wakati uwe mzuri, watu watutie moyo, au hali izidi kuwa nzuri. Lakini ukweli ni huu: hali nzuri haitakuja kwanza, uamuzi ndio unaoleta. Watu wanaofanikiwa wanaamua kwanza, halafu wanajiumba kufikia uamuzi huo. Hawangoji mwanga wote wa barabara kuwa green. Wanaanza hata na taa moja tu mbele yao na wanaendelea. Uamuzi ni mzizi, kila kitu kingine ni matunda tu. Jambo la pili, wanajilinda na watu wanaotoa nguvu, si wanaotoa mzigo. Mazingira yako yanakuumba bila wewe kujua. Ukikaa mara nyingi na watu wanaolia, kulalamika na kusema iwezekani, basi hata wewe pole pole utaanza kuona maisha vivyo hivyo. Lakini ukikaa na watu wanaofikiria mbele, wanaochukua hatua, wanaosuluhisha matatizo, basi akili yako itabadilika bila hata kujua. Watu wanaofanikiwa wanachagua mazingira yao kwa makusudi. Mafanikio yanaambukizana. Chagua vizuri, unaambukizwa na nani? Jambo la tatu, wanaishi kwa malengo, si kwa hisia za siku hiyo. Hisia zinabadilika kila siku, kila saa, hata kila dakika. Leo unafurahi na kila kitu, kesho umechoka na hata kupumua kunaonekana kugumu. Lakini lengo linabaki pale pale. Watu wanaofanikiwa hawaulizi, nahisi kufanya kazi leo. Wanauliza, lengo langu linahitaji nifanye nini leo? Hiyo tofauti ndogo ya swali ndiyo inayobadilisha maisha yote. Nirudie tena. Wanaishi kwa malengo, si kwa hisia. Jambo la nne, wanajifunza zaidi ya wenzao kila wakati. Saa 24 zinafanana kwa kila mtu duniani. Tajiri, maskini, mwenye elimu, asiye na elimu. Saa ni sawa. Lakini mtu anayefanikiwa anatumia masaa yake kusoma, kusikiliza podcast, kujifunza ujuzi mpya, kuzungumza na watu wenye uzoefu. Wakati mwingine wanatumia saa hizo nyingi kwenye burudani tu. Na hakuna tatizo na burudani, lakini kiasi chake ndicho kinachofanya tofauti. Kumbuka maneno haya vizuri. Kila kitabu unachokisoma ni akili ya mtu mwingine unayoiongeza kwenye yako bure kabisa. Jambo la tano, wanashindwa zaidi kuliko wenzao na wanaendelea tu. Hii ndiyo siri kubwa zaidi ambayo wengi hawaambiwi. Watu wanaofanikiwa hawakuwa na njia laini wala nyepesi. Walianguka, waliumia, walifiwa na matumaini mara nyingi. Biashara zao zilishindwa. Watu walileta maneno mabaya, lakini hawakubaki chini. Kila kushindwa kwao kilikuwa somo, si mwisho wa safari, bali sehemu ya safari yao. Na wewe pia, kushindwa kwako sio ishara ya kusimama, ni ishara kuwa unajaribu, na kujaribu ni hatua ambayo wengi hawafiki hata. Sasa simama kidogo kabla hatujamaliza. Kama video hii inakugusa kitu ndani yako, kama unahisi maneno haya yanazungumza nawe moja kwa moja, bonyeza like sasa hivi. Hiyo inanisaidia kujua mada hizi zinakufaa na itanisaidia kuleta content kama hii mara kwa mara. Kama bado hujasubscribe, bonyeza subscribe na kengele. Usikose hata video moja.
Tunaleta mada za maisha halisi kila wiki, na ninakuomba sana niambie kwenye comments, ni lipi kati ya mambo haya matano unaloliona kuwa gumu zaidi kwako binafsi. Jibu lako linaweza kusaidia mtu mwingine anayesoma comments. Hatimaye share video hii kwa rafiki au ndugu anahitaji kusikia hili. Mara nyingi watu hawajui wanahitaji neno hadi walisikia. Mafanikio si ya watu wa aina fulani au wa familia fulani. Ni ya watu wanaochagua kufanya mambo fulani kila siku, hata wakati ni vigumu, hata wakati hakuna anayewaona, hata wakati matokeo hayaonekani bado. Wewe una uwezo huo ndani yako. Swali moja tu linabaki. Utaamua leo au utaendelea kusubscribe siku moja? Fikiria jibu lako. Tutaonana kwenye video ijayo, na tunabakiza kitu kikubwa zaidi ambacho kitabadilisha jinsi unavyoona muda wako. Usikimbie.